Na mzungu na Shabani mpira pesa. Shabani, leo tumeona kisomo kilikuwa kizito kweli kweli. Toka jana usiku mmekesha kuamkia siku ya leo ya asubuhi. Mliweka nadhiri, naona leo mmeikamilisha. Hongereni na poleni pia kwa uchovu. Kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kila jambo linapangwa na Mwenyezi Mungu. Hili jambo ni jambo la kheri kwa klabu yetu. Hatukuombea shari klabu yetu. Kwa hiyo ili jambo la heri, lakini kwenye jambo la heri hili kuna maneno mengi yamesemwa na kuna vitu vingi sana vimesemwa, lakini sisi malengo yetu ni kuhakikisha klabu yetu kila mwana Simba anapata furaha, na ndio maana tukasema matawi kazi yake ni kushauri klabu ya Simba na kufanya kile ambacho kinachohitajika katika klabu. Kwa hiyo hili tumefanya kama viongozi wa matawi. Kwanza ni washukuru baadhi ya matawi ambao wamefika. Kuna matawi ya kutoka Dar es Salaam, kuna matawi mkoa wa Pwani, lakini kuna wenzetu kutoka Zanzibar Makunduchi, na wenyewe wamekuja kujumuika na sisi tufanye dua ya pamoja. Ni washukuru wale wote ambao walioamini tukilifanya hili labda kuna jambo kidogo Mwenyezi Mungu atatunyoshea na tutakuwa na baraka, na jambo letu limeenda kama tulivyopanga. Nadhani kuna watu wengi walijua labda sisi tunatania, lakini sisi tuwaambie matawi hii ndo kazi yake na tumetimiza wajibu wa matawi. Watu wa matawi labda kuna wengine hawajui wajibu wao. Matawi sio kwenda uwanjani peke yake. Hata katika katiba anasema matawi kazi yao ni kushauri uongozi na kusaidia klabu yao pale ambapo kuna tatizo. Kwa hiyo sisi tumeona tatizo na ndio maana tumekaa chini tukatafakari hili na then kila kitu kimeenda vizuri. Mimi niwaambie wana Simba, toka jana saa 6 nimekunja goti, tuko katika visomo na leo tumemalizia asubuhi, tumemaliza hii saa 4 saa 5, lakini nimekuwa ni mtu ambaye hata ninaposoma au zinapoitikiwa zile dua najiona ni mtu mwenye furaha zaidi. Shabani, dua iliyosomwa leo ni Al-Badri yenyewe ama ni dua tu labshalabs? Kuna visomo vingi vimefanyika. Usiku wa manane tumefanya dua na watoto ambao tulikuwa nao na tumekesha nao. Nadhani watoto hawapa za maombi, kuna watoto walikuja tukafanya nao dua. Baada ya hapo kisomo chetu cha Al-Badri ambacho ndo tulikitamka kisomo tumekifanya. Tuambie wana Simba tumekifanya. Leo watu wengi wananyoshewa vidole, wakiwemo hata na mimi nanyoshewa vidole na wengine wananyoshewa vidole. Tunasema tumemshtakia Mwenyezi Mungu. Wale ambao wanaonyeshwa vidole na wasonyeshwa vidole, tunataka Mwenyezi Mungu atoe hukumu ya kweli, na Mwenyezi Mungu waga akosei katika kutoa hukumu. Kwa hiyo mimi na uhakika kabisa hiki kilio tulicholia hapa usiku kucha mpaka leo saa 5, na vile vilio vya watu wanaolia uwanjani, na vile vilio watu wanavolia majumbani, na vile vilio watu wanaelia tofauti, wazee na watoto wadogo, basi ya Rabbi atatulipa na majibu yake inshallah tutayapata. Tofauti na yote ambayo umeyazungumza kwamba lengo ni kumshtakia Mwenyezi Mungu na kumwambia ile ambayo nyinyi mnayapitia magumu, lengo haswa lingine la kusoma hii dua Al-Badri, kwa sababu mwanzo mlisema kwamba mnayojua ambao wanasababisha changamoto zote hizi ndani ya Simba mmewajua, lakini wagumu kuelewa. Ni kweli mmewadhamilia wao? Sisi mpaka tulipata mwamsho wa kushawishi hili, kwa sababu kuna kiongozi mkubwa klabu ya Simba alisema kuna viongozi wako ndani, tukifungwa wanafurahi, tukishinda wananuna. Sasa lile neno lilituingia katika nafsi zetu, tukasema kama kiongozi yuko ndani, tukifungwa wanafurahi, timu ikishinda yeye ananuna, basi kuna jambo la kufanya. Badri naye inamuhusu kila aliyehusika kutuhujumu, anayefurahi nyinyi mkipoteza, kila aliyehusika kutuhujumu, Al-Badri inamuhusu. Basi hiki kisomo cha leo kiko mlangoni kwake inshallah. Yes. Nataka kuniambia na lawama za juzi ambazo Shabani ulizungumza kuhusiana na mwenyekiti wenu, orodhesha pia kwenye Al-Badri? Atakumtaja mtu na Al-Badri atajui mtu jina, na hata sisi katika kuduia tulikonuia watu wanajua Al-Badri manuizi, na manuizi yetu tulionuia hatujamtaja mtu mmoja hata jina. Tulichoshitaki yoyote ambaye anahujumu, yoyote, inawezekana labda anayehujumu sio mwanadamu, inawezekana ni mnyama. Nyinyi yoyote itamfikia, hata mnyama itamfikia inshallah. Kama ulijiona unatuhujumu, kama ulijiona unafanya fitna, kama ulijiona wewe ndo chanzo cha wanasimba kulia wakubwa na wadogo, basi jua hii ngoma iko mlangoni kwako inshallah. Jiandae, lolote linakukuta. Kila jambo huamuliwa na Allah. Sisi tushaomba tulichoomba, tunachosubiri majibu ya Allah, na inshallah Allah atatoa majibu yake. Naam.
Unawaambiaje sasa wana Simba wenzio pengine ambao wengine wameingiwa na hofu na ubaridi wa jambo kama hili? Maana zito naweza kumkuta mtu yote ambaye hamjamdhania. Kwanza niwaambie waondoe uoga. Kila mwanadamu umuomba Mwenyezi Mungu. Hata muomba Mwenyezi Mungu, ndio maana hata kwenye shida mnyama anatulia akainamisha kichwa, ina maana anamuomba Mungu wake. Kuna wengi sana wana hofu kufanya hiki kitu, na ndio maana hata wengi tuliokuwa nao siku na mwanzo leo kwenye kisomo hawajaja. Nimejiuliza Shabani, mbona mmekuwa pungufu tofauti na mwanzo? Natabasamu kwa sababu wamekengeuka. Yaani sijui kitu gani kilichowakuta. Ila mimi niwaambie, kama ulikuja Simba kwa mipango, basi hili liko mlangoni kwako. Mlijumuika wote kwenye kuwaza jambo. Kama ulikuja Simba kwa pointi 3, unaniona mimi natabasamu. Sina hofu. Kisa nini Shabani mpaka wenzio wote asiwaone? Natabasamu kwa sababu nakijua nilichokifanya na uhakika nacho. Kama ulikuja Simba kwa mipango, basi lazima uwe na mimi sina hofu. Toka jana sijalala. Wallahi lazima nakwambia, sijafumba jicho na sijarudi kwenye familia yangu kwa sababu ya hili. Furaha itakayopatikana kwenye Simba sio ya Shabani peke yake, sio ya mtu mwingine peke yake, ni ya wana Simba wote. Ndio maana nimekubali kuharibu usingizi wangu, nikasema nikunje goti na niwaite nitakaowaita, tumuombe Mwenyezi Mungu wetu kwa pamoja. Sasa sijajua wenzangu ambao tulikuwa pamoja wamepatwa na tatizo gani, sijawaona. Uliwapigia simu? Wana taarifa bila hata simu, lakini wengine usiku mmoja alikuja. Wauliza pengine mmepatwa na changamoto gani? Alokuja nani? Kuna wengine walifika kama ndugu yangu JB64 usiku alifika, akaniambia ndugu yangu naenda nitarudi, hajarudi. Na leo vile vile asubuhi tena sijamuona. Hata ndugu yangu nimwambie Kisugu yuko wapi? Na yeye akatoa udhuru, kasema bwana, nyumbani mimi usiku siwezi kulala, itakuwa tatizo, kwa hiyo mimi nitakuja asubuhi. Lakini sasa hivi saa 5 hii ndugu yangu Ali Mikoi na yeye, lakini sio kama yeye muhusika, kwa sababu hatujamtaja mtu jina. Hata ndugu yangu JB64 nampenda sana, katika hili kashiriki kwa 100%. Ndugu yangu Kisugu ndio mtu ambaye kahamasisha wengine ambao walikuwa wao wako nyuma, na yeye kashiriki. Ila inawezekana kwenye kisomo hiki jina la Shabani Ali limo. Sasa mimi sijamtaja mtu jina, ila tumesema sijui Zalula. Ujue duniani kuna mambo mengi, inawezekana mtu baada ya kufika nyumbani kuna mitihani imemkuta. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu katika hili niwaambie ndugu zangu, nimewasamehe, na katika kuomba nimewaombea Mwenyezi Mungu awape mioyo ya kuhamasisha watu wengine wafanye hili, na awape mioyo ya kupenda klabu yao ya Simba. Lakini katika maombi ya Mwenyezi Mungu ya kumuomba kwamba kila mtu ambaye aliyetenda baya kwenye Simba, sijamtaja mtu, itakapo search kama network, itakapo search sasa hivi inazunguka, ina search kama vile network. Unajua network ikisearch ina search, afu ikikamata inakamata moja kwa moja. Sawa, lakini Shabani, nimejiuliza mbaya mkubwa wa Simba ni Young Africa, na huyu ndo kila siku ambao tunamuona akiombea mabaya Simba, akizungumzia mabaya Simba. Unadhani pengine hii dua itaanza kuwalenga wao kwanza kabla kuwalenga wale ambao wanaiharibu Simba ambao wapo ndani ya Simba? Na kitu kimoja nimekisema, tumeomba kwa yoyote anayefanya, hata akiwa mnyama. Kuna watu wanatengeneza nyuki wakawatumia wakawazuru watu wengine, hata akiwa nyuki. Kwa Yanga anahusika pia. Yoyote atakayehusika kwenye klabu yetu hatumjadi jina, lakini yoyote atakayehusika, na wallahi kwa maneno nimefarijika. Al-Badiri imetoka kwenye kando zote, bara na pwani inshallah. Basi kuna baraka kidogo zimekuja. Jasusi hivi. Jasusi naye katika miongoni ya wale watu ambao walioombewa, kama inawezekana jasusi hayupo. Mimi simhukumu jasusi. Inawezekana jasusi wanampanga akachukue posho kwa tajiri. Yule anampamba jasusi, inawezekana sasa hivi anatumia AST, anataka kwenda kununua Ali au Prado kama ya msemaji wangu Ahmed Ali. Kwa hiyo lazima ampambe tajiri aseme ana jasusi. Inawezekana yule anayesema ana jasusi hana jasusi, ila ukweli utajulikana baada ya maombi yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi tumemwomba Allah kwa sababu tunaamini, mimi Shahabani bin Ali bin Hemedi, mimi ni Muislamu kabisa ambao sina tatizo, na naamini Allah yupo. Kama tulichokiomba Mwenyezi Mungu, yeye ndo amesema niombeni nitawapa. Tumeomba, kuna watu wanatengeneza mazingira ya wanasimba kupata vilio, kuna watu wanatengeneza vilio vya wanasimba kufa. Sasa huyu yoyote, iwe kamera yako, kama kuna sehemu inachukua taarifa ikapeleka, basi kamera yako haitopona lenzi yako.
kila mtu hiyo hatujachagua mtu. Kamera zinachukua taarifa. Kama kamera ilihusika katika tukio la wanasimba kulia, wallahi lenzi lazima ivunjike. Shukrani. Nashukuru sana. Kwanza nizungumze ukweli. Tulipofanya jambo hili hauhitajiki kusema uongo. Tuliwashirikisha baadhi ya viongozi. Kiongozi wako lazima umpe taarifa. Nimejaribu kuwashirikisha, lakini mawasiliano hayakuwa rafiki. Sasa kwa sababu wajibu wa matawi tunayo mamlaka ya kufanya, ndio maana tumefanya, lakini tuseme ukweli tu, hatukupata mawasiliano sahihi, kwa sababu hili jambo tulilipanga tukalifanye Bunju au klabu ya Simba, lakini sitofahamu ambazo tulikuwa mara tupokelewi simu, mara message hazijibiwi, mara tupokelewi simu, mara message hazijibiwi. Tukaona hawa hawataki, sisi watu wazima tukajiongeza, tukasema hivi, dua inaombwa kokote. Tukaja kufunga mpira pesa, na wale waliojumuika wamejumuika, na kuna wengine wamefanya kwenye mikoa tofauti, kuna wengine tuliwaona Temeke wamefanya. Kwa hiyo katika mjumuiko wa watu wa wanasimba ambao wanataka klabu yao mema, hata kama tukupata ushirikiano kwa viongozi, ila sisi tumeonyesha ushirikiano kwa viongozi, kwa sababu leo timu ikishinda asifiwi Shabani, anasifiwa kiongozi wa klabu. Leo Shabani anamtengenezea mazingira kiongozi ili mradi njia yake iwe safi. Sasa kiongozi huyu, kwa kusema kweli, kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu, hawajatupa ushirikiano, lakini tumekifanya na tumelifanya, limeenda kama tulivyolipanga, limenyooka kama tulichopanga. Kila tulichokihitaji tumekipata, na kila tulichohitajiwa kufanya katika swala hili tumeenda kulifanya. Kwa hiyo tuambie viongozi wetu wasiwe na hofu, sisi wana Simba kwenye pointi 3 tutapambana wote, na tuwaambie viongozi wetu tunawapenda, ila network ina search, itajulikana kama ni Shabani au kiongozi inshallah.